ambao wanatutazama kwenye mitandao na wanaotusikiza kutoka sehemu mbalimbali. Mungu awabariki. Mungu awatende mema. Awajibikie. Naendeleza tu ujumbe ambao umekuwa hapo asubuhi, maana ni kama ni ujumbe uliokuwa Mungu ametupatia kwa wakati mmoja. Amen. Kuhusu kuitenda haki. Amen. Na tunapata pia ujumbe huo katika kitabu cha Mathayo, mlango ni wa 5, mstari naamini ni wa 9 na kuendelea. Kwa hivyo nataka ufungue mahali hapo. Tunazungumzia kuhusu kuitenda haki, na ujue kuitenda haki wewe ni nani mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Maana Biblia inasema kwamba sisi ni wenye haki, tumehesabiwa haki, na andiko linasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani, na Kristo ametusababisha tuitwe wenye haki. Kwa hivyo wewe ni mwenye haki kwa sababu ya wokovu ulioupokea kutoka kwa Bwana. Mpe Bwana sadaka nzuri ya makofi. Na neno la Bwana linasema hivi, Mathayo mlango wa 5, mstari huo ni wa 10 na 11. Nasoma kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Heri mnyi watakapo washtumu na kuwaudhi na kuwanena kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Bwana linasema ya kwamba watu watatuudhi, watu watatukasirikia. Amen. Amen. Watu watatushtumu, haswa wewe uliyeokoka, wewe unayesema kwamba katika nafasi ya kutenda haki. Haki ni nini? Ni kuhakikisha mtu amepata kuhakikishiwa kile ambacho ni sehemu yake. Amen. Amen. Ni kuhakikisha kwamba hakuna dhuluma, hakuna unyanyapaa, hakuna watu kupokonywa vitu vyao. Na hapa Mungu ametuweka kwa nafasi hii sisi wa Kristo kwamba tuwe wenye haki. Kwa jamii yako uliozaliwa ndani, wewe ni mwenye haki. Amen. Amen. Pale kazini, wewe ni mwenye haki. Pale barabarani ukiendesha gari lako, wewe ni mwenye haki. Ukiwa ofisini, wewe ni mwenye haki. Mungu amekuweka hapo alipokuweka ili haki yake idumu. Na andiko linasema ya kwamba kiti cha enzi msingi wake ni haki na hukumu. Kwa hivyo Mungu katika utawala wake, katika uongozi wake, katika umiliki wake, yeye mwanzo anapenda haki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana amemtuma Kristo aje ili tuipokee haki. Maana nyakati na majira tunayoishi ni nyakati za kunyanyaswa, nyakati za kudhulumiwa, nyakati za watu kuonea wenzao, nyakati za watu kupokonya watu vitu vyao. Bwana Yesu asifiwe. Ni nyakati ambazo utu umeisha, watu wamekosa maadili. Kwa sababu gani? Watu wameiacha haki. Ndio maana unasikia kilio ndani ya jamii zetu, ndugu na ndugu hawapatani, mmoja amedhulumu mwenzake, mmoja amepokonya mwenzake. Haleluya. Ni wakati wa kusimama kwa nafasi ya haki sisi kama wateule. Lakini andiko linasema ya kwamba mtaudhiwa, watu watawaudhi, watu watawakasirikia, watu watawasema mabaya, watu watawaongea. Mtasikia mnazungumziwa kwenye mitaa, watu watawazungumzia hata kule manyumbani, majirani wataongea. Haleluya. Popote utakapokuwa utasikia unatajwa, lakini ni kwa ubaya. Ni kwa sababu gani? Umesimama kuitetea haki za mtu mwingine. Mpe Bwana sadaka nzuri ya makofi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana kila utakapojitokeza kumtetea mtu, kutetea jambo fulani, kuhakikisha vitu viko sawa, watu wataongea juu yako. Maana nyakati tunazoishi si nyakati ambazo watu wanataka kuona wenye haki wamesimama.
Bwana Yesu asifiwe. Watu wanataka maovu yaendelee. Watu wanataka maovu yafunikwe. Watu wanataka maovu yaendelee kupewa kipaumbele. Maana majira tunayoishi ni majira ambayo watu hawataki kuiona haki. Watu wanataka kudhulumiana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akawa mtu mmoja mahali. Unaposoma Yohana 5, inazungumzia kumhusu mtu aliyekaa kwenye lile birika miaka 30 na mingapi? Na 8. Akikaa mahali pale, akiisubiri haki, akingojea uponyaji, akingojea atoke kwenye mambo aliyokuwa ndani. Lakini anasema wakati alitembelewa na Kristo, akaulizwa, unataka kupona? Akasema, Bwana, mimi sina mtu wa kufanya nini? Wa kuniweka kwenye birika hilo la maji. Kila maji yanapochemuka, malaika anapokuja akichemsha maji, kuna watu huja wakasimama mbele zangu, wananizuia. Bwana asifiwe. Wananinyima haki, wananipinga. Ni wakati wangu wa kubarikiwa, anatokea mtu anafanya nini? Anasimama. Ni wakati wangu wa kuinuliwa, anatoka mtu mahali anasimama. Inafika ni wakati wako wa kusonga viwango vingine, anatokea mtu anafanya nini? Anasimama mbele zako. Alikuwa anaitarajia haki yake ya kupona pale kwenye birika, maana wenzake si walipona. Bwana asifiwe. Amen. Miaka 38 si wenzake walipona wakaenda? Si wenzake walitoka kwa hali hizo? Mbona yeye anaendelea kukaa mahali pale? Ni kwa sababu amenyimwa haki ya kufunguliwa na kupokea uponyaji. Mpe Bwana sadaka nzuri. Bwana asifiwe. Na wakati ule ananyimwa haki ya kupokea uponyaji, alijieleza kwa Kristo kwamba kila ninapotaka nami pia kutoka kwa hali hizi unazoona niko ndani. Si eti nazipenda, maana miaka 38 niko ndani, lakini nataka nifanye nini? Nitoke. Nataka nitoke kwa umaskini. Nataka nitoke katika hizi hali za usumbufu. Lakini kila ninapojaribu kupiga hatua ya kutoka kwenye hizi hali, anatokea nani? Mtu anasimama mbele zangu, ananizuia. Muujiza wangu nafanya nini? Unapotea. Na hayo ndio maisha wa Kristo wakati mwingine tunaishi. Wakati wako ukifika kubarikiwa, kunatokea misukosuko, kunatokea hali fulani, kunatokea visababu, kunatokea kajambo kadogo. Haleluya. Kumbe kale kakitu ambacho kanatokea, kale kasababu ambako kanatokea wakati wa kubarikiwa kwako, ile kusudi fulani ambalo linatokea, unasema leo lazima nifike kwa ibada. Anatokea mtu asieleweka, anabisha hodi. Unasema nitaenda kesho. Kumbe hiyo siku nilikuwa siku yako fani. Bwana asifiwe. Kuna vitu usipokuwa makini mpendo, utashangaa. Utashangaa. Na wakati wa kubarikiwa ndio wakati ambapo kunatokea hali ambazo hazieleweki. Haleluya. Wakati wa kuinuka kwako kutatokea hali. Wakati wa kufanikiwa kwako kutatokea hali. Yaani mpendo na kuandaa hivi, wakati ambapo utataka kuwa umesema mimi leo ninaona wiki hii ya kubarikiwa, angalia mambo ambayo yatatokea wiki hiyo. Yaangalie vizuri. Mambo ya ajabu sana. Mambo ya kuvunja moyo. Bwana asifiwe. Mambo ya kukatisha tamaa. Mambo mengine hata ambaye mtu ambaye hakustahili kukuudhi atakuudhi siku hiyo. Bwana asifiwe. Amen. Mtu ambaye ulimthamini, mtu ambaye ulimjali, siku hiyo atakugeuka. Ili mradi tu kile ambacho kimeandaliwa kwa ajili yako kifanye nini? Kiondoke. Kwa sababu gani? Nyakati na majira tunayoishi, adui yuko mbioni. Hataki kuona watu wamebarikiwa. Bwana asifiwe. Ndio maana lazima uwe makini. Lazima utembee kwa ufahamu. Lazima ukae kwa zamu ya maombi. Maana haya yote yatakusaidia. Bwana asifiwe. Haya yote yatakupa neema. Wakati ambapo unataka kupaa viwango vingine, angalia mambo ambayo yanatokea. Bwana asifiwe. Amen. Wakati ambapo unataka kuinuka na kufanya kitu tofauti na kile ambacho umefanya siku zote, kunatokea hali isiyoeleweka. Unaona, unapigiwa simu ambayo haujui mwanzo wake. Na hiyo simu
ina madai juu ya kile ulicho nacho mfukoni. Bwana Yesu asifiwe. Na unashindwa. Yaani ndio nasema nipangilie hivi na simu inapigwa ya dharura. Ghafla ulichokuwa nacho unataka kuwekeza kwenye biashara, kwenye mradi, kinafanya nini? Wakati ule unashangaa. Na hayo ndio maisha watu wanaishi. Na unaweza fikiria kwamba eti watu wamependa hayo maisha. Na unaweza kaa ukafikiria kwamba watu wamefurahia hayo maisha. Hakuna mtu anafurahia maisha ya kunyanyaswa. Hakuna mtu anafurahia maisha ya kukandamizwa. Kila mmoja anataka maisha yaliyo bora. Amen. Kila mmoja anataka maisha yaliyo mazuri. Kwani ni nani ambaye hapendi kufika katika ibada na gari lake? Bwana Yesu asifiwe. Kwani ni nani ambaye hapendi kukaa mitaa ambayo ina sifa? Kila mmoja anataka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna vitu vinatokea. Na hivi vitu vinaleta madai. Na Biblia inasema kwamba wakati mtaudhiwa, wakati watu watawakatisha tamaa, wakati watu watataka kuwavunja moyo, wakati watu watataka kuwadunisha, maana maneno mtakayosikia huenda yakawavunja moyo. Huenda maneno mtakayosikia yatawakatisha tamaa. Usikate tamaa, usivunjike moyo hata unaposikia neno lolote kuhusu maisha yako, kuhusu ufanisi wako. Hata wakasema mambo yaliyo kinyume na maisha yako, simama imara. Biblia inasema kwamba furahini, shangilieni mtakaposikia habari za kuwavunja moyo, habari za kuwakatisha tamaa, habari za kusitisha hatua zenu. Bwana asema usirudishe neno la uovu, usisimame kushindana na mtu, bali ushangilie, umtukuze, ufurahie, kwa sababu thawabu yako ni kubwa mbinguni. Haleluya. Ya kwamba thawabu yetu haipatikani katika mikono ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Thawabu yetu haipatikani katika mbali tulizotoka ndani. Thawabu zetu hazitoki katika nyumba tulizozaliwa ndani. Thawabu yetu inatoka kwa Baba. Bwana Yesu asifiwe. Thawabu yetu iko juu. Ndio maana wanakupiga vita, kwa sababu wanajua wewe si wa klasi yao. Haleluya. Ndio maana wanakuongea, ni kwa sababu wanajua kule unakoenda hawawezi wakafika, hawana fuel ya kutosha. Sema amen. Amen. Si wakati wa kuvunjika moyo. Lakini utasikia mtu anazungumzwa jambo kidogo, anasema basi anaongea, ananyong'onyea kama ule unyasi wa jangwani. Anatembea kwa wasiwasi, hata upepo unaweza mbeba. Na ni mtu ambaye ameokoka. Biblia inasema wakati habari kama hizo zitakufikia, furahi, shangilia, ruka, tukuze Bwana, kwa sababu thawabu yako ni kubwa, hailingani na wao. Haleluya. Si wakati wa kubishia mlango na kuuliza umeweka kifua mbele na kuambia mlikuwa mnasemaje. Wachana na hiyo. Mmesikia kina mama? Si wakati wa kuvalia wale wa mama leso limeandikwa chezea moshi uko hoi. Kisa na maana mtu ameongea tu juu yako kidogo. Unaenda unatafuta ile leso unavaa vizuri. Unasema chezea moshi uko hoi. Hivyo vita haviruhusiwi. Umeelewa? Hizo ni tabia za huku pwani. Maana wana mafumbo yao katika maandishi. Kumbe wanakupiga vijembe fulani. Kumbe wanarusha vishoka fulani. Wanajifanya hawaongei. Wanasema hiyo ni cold war. Hata wanakupiga vita baridi. Hakuna cha vita baridi. Sisi si wa kushindana na watu. Anayetushindania yupo. Mtetezi wetu yupo. Thawabu yetu ipo. Cha kwako ni cha kwako. Hakuna mtu atachukua. Haleluya. Ni wewe usimame imara. Ukisikia watu wameongea juu yako kwa ajili ya kile unachokifanya, ongezea kukifanya. Bwana Yesu asifiwe. Watu wakiongea, kila wakati akona mkaa. Sasa wakisema hivyo, unakuwa unamweka kwa tuktuk, amua utembee naye kwa miguu, mshike mkono, utembee waone live. Wajua umemaanisha. Yaani ulisikia umesema tuktuk inanipotezea muda. Wacha nimshike mkono na angel awekwe huku na Sherini huku. Na mtembee kikosi kizima barabarani. Waelewe ya kwamba wewe umebarikiwa. Bwana asifiwe. Si wakati wa kuwaendea
na kuanza kuwatafuta mani wapi wanaketi wende kuwashambulia. Si wakati wa kushambulia watesi wetu. Bwana asifiwe. Ni wakati wa kufurahia. Ni wakati wa kumtukuza Bwana. Ni wakati ambapo umeketi na unasikia habari za kuvunja moyo, habari za kukatisha tamaa. Watu wanaongea juu ya juhudi zako, watu wanaongea juu ya ufanisi wako, watu wanaongea juu ya maisha yako. Wameangalia labda kuna sehemu fulani hujafanikiwa, wanaizungumza kila mara, wameifanya taarifa, wameifanya muhtasari. Usipigane na mtu. Andiko linasema furahini, shangilieni wakati mtasikia habari za kufedheheshwa kwenu, kukatishwa tamaa kwenu. Wakati watu watawaongea, si wakati wa nyinyi tena kuwaongea. Ni wakati wa kumtukuza Bwana na kumwambia Bwana ubarikiwe. Ni wakati wa kulibariki jina la Bwana. Maana andiko linasema amebarikiwa mtu yule ambaye anashutumiwa, ambaye analaumiwa. Akatele katika maisha yako. Wanakubariki kwa njia nyingine. Bwana asifiwe. Ni vile wameshindwa kuja kukuambia wewe ni mbarikiwa. Haleluya. Wanatumia mbinu nyingine. Kwa hivyo si wakati wa kulumbana na watu. Sema amen. Si wakati tena wa kuanza kufukuzana na watu. Ni wakati wa kumtumainia Bwana na kumsifu Bwana na kumhimidi Bwana. Majira tunayoishi, watu hawapendi kuona watu wamefanikiwa. Ukibarikiwa wanasema umeingia mizimuni. Ukikaa hauna wanasema kwamba wewe ni masikini. Kwa hivyo uende wapi? Ukae wapi? Maana kubarikiwa kunaleta maneno. Ukiwa hauna pia wanaongea. Wanasema huyu amejiachilia. Huyu ni mvivu. Hataki kujishughulisha. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya hali unayopitia. Mungu akikupa neema, ukiinuka kidogo, ukitoa kichwa kidogo, ukitaka kusonga kidogo, wanasema huyu haizi kosa kuwa amepewa hirizi ya babu. Haleluya. Huyu hakosi kuwa ametembea mizimuni. Huyu hakosi kuwa ametoa sadaka mahali ili akabarikiwe. Wataongea wakati uko chini, wataongea wakati umeinuka, wataongea. Wape muda, maana wakati wako wa kubarikiwa ndio wakati huo. Haleluya. Kwa hivyo tunaambiwa shangilia, ruka ruka, furahi, kwa sababu thawabu yako ni kubwa mbinguni kwa yale ambao wanaongea juu ya maisha yako. Mpe Bwana sadaka nzuri. Amen. Ninajua hampendi watu kuwaongea, lakini ukiwa Mkristo watu watakuongea. Na ukiona wewe ni Mkristo watu hawaongei juu yako, una kasoro, wewe umeunganika na vitu vingine. Bwana asifiwe. Mkristo kamili lazima watu wakuseme. Lazima uyasikie kwenye masikio ya watu. Lazima watu waongee negative things. Hapo ndipo utakapojua Kristo ni Bwana. Lakini mwaka umeisha, hakuna mtu anaongea juu yako, hakuna mtu anaongea juu ya huduma, hakuna mtu anaongea juu ya ufanisi wako. Lazima uwe una kasoro. Bwana asifiwe. Maana Kristo mwenyewe walimshutumu. Bwana asifiwe. Alipoponya wakamwambia hii ni siku ya Sabato. Nani amekwambia siku ya Sabato watu wanaponya? Haleluya. Na alikuwa anatenda haki. Alikuwa anaponya watu. Anafungua watu. Anapofungua mtu anapofunguliwa, mtu anapopona, Mafarisayo wanakutana na ule mtu. Wanamuuliza, haya mambo nani aliyafanya? Wanasema ni Yesu Kristo. Wanasema ni kwa nini amefanya jambo hili siku ya Sabato? Kwa sababu wanaongea. Hata wengine walipanga hila, walipanga njama ya kumshika. Kwa sababu gani? Mtu amekombolewa, mtu amepona. Kama Kristo walimpangia njama, kama walimpangia hila, wakataka kumwangamiza, japo walimwangamiza, lakini kwa makusudi ya Bwana. Lakini katika kazi yake hapa duniani, alipita ndani ya mikono ya watu dhalimu, lakini hakulaumu, hakushtumu, aliendelea kutenda haki. Aliendelea kuponya watoto wao, aliendelea kufungua watoto wao, aliendelea kufufua watoto wao, aliendelea kutakasa wenye ukoma, aliweka huru waliokuja na mapepo, alikemea mapepo yakaenda, waliokuwa wagonjwa awawekelea mikono wakapokea uponyaji. Hakushtumu mtu, hakulaumu mtu, alitenda haki. Amen. Na kasonga mbele. Bwana asifiwe. Na wewe ambao unasema ni Mkristo, yani umeunganika na Kristo, mpendwa, lazima watakuongea. Usigure huo mtaa kwa sababu watu wanaongea juu yako. Kaa hapo muone Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Wacha watu waongee. Wakimaliza Bwana atakuinua tena.
Amen. Si wakati wa kulumbana na watu. Huwa ninashauri mama kila wakati, namwambia wacha mambo mengi bwana. Anasikiza unaambia mama acha, tumekuwa watu wazima bwana. Amen. Bali tumefikia, tumekuwa watu wazima. Mambo mengine hata mimi ukiniambia ni kama hata unanitatiza imani yangu. Wewe niambie umeona gorofa mahali inauzwa. Nipatie challenge kubwa kubwa kama hizo. Wacha kusema ati kuna mtu nasikia anasema ati sisi hatueleweki. Wewe wacha. Bwana asifiwe. Kwa sababu unajua mimi ni mbarikiwa. Watakosaje kuniongea? Kama wazazi wanaongea, ndugu wanaongea, jamii inaongea, watu wanaongea, watu wengine wanaongea. Sasa ndio itakuwa majirani. Wacha waongee. Haleluya. Wacha waongee kwa sababu gani? Wanakupatia nafasi ya kubarikiwa. Wanakutengenezea mazingira ya kuinuka. Wakati wa kuinuka kwako, wakati wa kubarikiwa kwako. Midomo iliyotumika kukuongea bado itatumika tena kuongea. Watasema tumeona amebarikiwa kwa sababu umeisimamia haki. Haujatoka kwa njia. Wewe Bwana sadaka nzuri ya makofi. Watu wanapoongea juu yako, usikate tamaa msela. Habari ambazo nazisikia ni habari za kubarikiwa kwetu. Amen. Habari yoyote inayotufikia kihuduma wangu na hesabu kama baraka. Maana ningelikuwa wa level moja na wao, nisingelizungumziwa neno lolote mahali. Haleluya. Na kwa sababu hiyo ninamtumikia Mungu aliye hai. Nami niko tayari kuyasikia kutoka pande zote. Na kwa hivyo niko tayari kuyasikia. Na kila ninapotembea, andiko linanihimiza, naambia uwe mwepesi wa kusikia, lakini usiwe mwepesi wa kusema. Kwa hivyo huwa ninatega masikio sana kusikia watu wanasema nini kuhusu kile ninachokifanya. Amen. Maana hata Kristo alitaka kujua kazi anayoifanya kule anakotembea. Aliwauliza na watu kule nje wanasema mimi ni nani? Taka kujua umbali ambao umesonga. Bwana asifiwe. Amen. Taka kujua viwango ambavyo umefikia. Maana ulipoanza wokovu, uko ndani ya wokovu miaka 2. Sidhani kama utakaa kama vile ulivyokuwa mwaka mmoja. Bwana asifiwe. Umekuwa. Kuna mambo lazima uanze ku experience mapya. Haleluya. Lazima kuna mambo mageni utayaona. Bwana asifiwe. Sidhani kama tena utafikiria kurudi nyuma. Hatutakata tamaa. Amen. Hatutavunjika moyo. Hatutafifia kwa lolote. Na mimi ninalitangaza hili kwa jina la Yesu. Amen. Ya kwamba hakuna habari itakayoshusha imani yangu. Maana imani niliyo nayo msingi wake ni Kristo. Amen. Amen. Na simtumaini mtu, simtumaini mwanadamu. Na mtumainia Mungu aliyeniita. Maana ninajua yeye ndiyo mwenye kuianzisha imani hii na ataikamilisha. Haleluya. Kwa hivyo kwa lolote unalokabiliana nalo, mpendwa, furahi, shangilia. Wakati ambapo unaona vitu haviendi sawa, ndio wakati wa kumwambia Bwana ubarikiwe. Ndio wakati wa kulitukuza jina la Bwana. Ndio wakati wa kumuinua Bwana. Ndio wakati wa kumwambia Bwana uhimidiwe. Maana kwa jambo kama hili utapokea utukufu. Haleluya. Kwa jambo kama hili utapokea utukufu. Unasimama kwenye lile jambo, unasema ni sawa, sijafanikiwa, lakini anayenifanikisha ni wewe. Maana ninajua sio mimi niishie, bali ni wewe uishie ndani mwangu. Haleluya. Kwa hivyo utanifanikisha tu, hata kama si leo, hata kama si kesho, nitafanikiwa. Watu wakizungumza kuhusu hali ya afya, wanaona afya zako zimezoroteka, wanasema hatuelewi, hatujui kama mwaka huu utaisha. Wewe usihofu, wewe usikate tamaa. Hata kama kwenu mambo hayaendi sawa, wanasema jamii hii inapukutika, haieleweki, mara mwaka huu wanaenda. Usikate tamaa. Hata kama kwenu mambo hayaendi sawa, simama umtukuze Bwana. Mwambie Bwana asante kwa hizo habari. Na hizo habari ninakutukuza, ninakuinua, maana ninajua wewe ni mwenye haki na umenipa neema hii kusimamia haki. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Umtukuze Bwana. Jamii yenu haiko straightforward. Maana si huko ndio penye tumetoka. Tumetoka kwa jamii ziko zigzag. Mara wako kwa wokovu, mara hawako. Mara wanaonekana kwa nuru, mara hawaonekani. Wengine wanaokoka Disemba tarehe 24, 25, 6, tarehe 1 wamerudi tena kwa maisha mengine. Na tumechanganyikana hapo ndani tu.
lakini wengine ni cousins wetu, wengine ni dada zetu, wengine ni ndugu zetu. Isitoshe wengine ni wazee waliotuzaa, wengine ni akina mama wako pale nyumbani. Hatuwezi wakataa, hatuwezi wapinga, na wanaongea wanasema hii makanisa ambayo mmeingia siku hizi haieleweki, mmekataa mila, mmekataa desturi. Kisa na maana wana visingizio wale nyama kwenye desturi, na umekataa na umesimamia haki. Haliwi mbuzi hapa, haliwi kondoo hapa, maana Kristo amekwisha fanyika sadaka. Hatuna sadaka nyingine tunatoa kwa familia hii kutengeneza mambo. Haleluya! Umeisimamia haki, na wanasema huyu mtoto lazima awe ameharibikiwa. Huyu mtoto huyu tangu aseme Yesu Yesu, hatuelewi anaelekea wapi. Hata wakuongee, hata wakushtumu. Wengine sisi tuliambiwa hata hakuna kitu utapewa. Ninamtukuza Bwana, ninamshukuru Bwana, maana hata nisipopewa, Kristo ni vyote ndani ya yote. Amen. Haleluya. Amen. Nikiwa na Kristo najua atanipa. Amen. Amen. Atanipa. Chenye familia imeninyima, Kristo ana uwezo kwa neno moja kuamuru nikapewa kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Tetea Kristo. Bwana asifiwe. Tetea Kristo. Unakaa mahali ambapo unajua kwamba hapa haki zinakiukwa. Bwana asifiwe. Haki zinakiukwa. Angalia mataifa mengine yanaruhusu mke awe mke mwenzake. Bwana asifiwe. Amen. Na ni sheria imepitishwa. Mataifa mengine mume awe mume mwenzake. Ni haki zimekiukwa. Utakuwa mgeni wa nani utakapotembelea taifa hilo na una watoto wa kike? Mtu aje apose mtoto wako wa kike na ni mama, utakuwa mgeni wa nani? Bwana asifiwe. Bwana ni sheria, ni mambo yamepitishwa. Haki zimekiukwa za kimaadili, zimekiukwa. Kwa hivyo dada anaweza oa dada mwenzake. Mume anaweza endea mume mwenzake akamuoa, akaleta mahari na wakaenda kanisani wakafungishwa ndoa. Zipo kanisa zinafungisha hata wanaume. Simama uitetee haki ya jamii. Bwana asifiwe. Amen. Simama utetee haki za Kristo katika jamii. Wapendwa, tusiwe victims of circumstances. Tusimame kutetea Kristo katika jamii zetu. Yapo mambo wapendwa hayaendi sawa. Bwana asifiwe. Amen. Yapo mambo yamekiukwa. Hizi sheria zingine zimedunisha maadili ya kijamii. Na sisi tuko tu mahali pale, tumetulia na tunasema Yesu ni Bwana, na mambo hayaendi sawa. Bwana asifiwe. Na ni sheria unapata zinapitishwa, na mahali pale kuna watu wanaosema wanamjua Mungu. Haleluya. Amen. Simamia haki popote utakapokuwa. Wacha ndio yako ibaki ndio, na la ibaki la. Ukipatwa usiku kwa giza nene, saa 8 usiku, usiku wa manane, ile la uliyoizungumza mchana, usiku wa manane useme la. Bwana asifiwe. Usiangalie kushoto wala ukaangalia kulia. Kile ulichosema kisalie kwa nafasi hii. Kwa sababu gani? Ni wakati wa watu kuitetea haki. Na usipoitetea haki, wapo watu wanatambua haki zako, watazichukua. Bwana asifiwe. Amen. Katika Ukristo lazima uzitambue haki zako. Lazima utambue haki zako. La sivyo wapo watu, zipo roho zinakuja kuchukua haki yako. Zitakuacha kitupu, zitakuacha bila. Tetea haki zako. Simama imara. Mtukuze Bwana. Wakati ambapo unaitetea haki na watu wanaongea juu yako, wakati ambapo unasema hili jambo halifai na watu wanakuja kinyume chako, usikate tamaa. Haleluya. Wakati ambapo unanyosha kidole cha kusema hili jambo haliendi sawa, na watu wakajikusanya na wakasema huyu atatutambua, usihofu. Bwana asifiwe. Amen. Usivunjike moyo. Amen. Kisa na maana eti jana walikuongea, sasa leo unasema watu wameniongea sana.
Hao ni akina dada. Kabisa. Watu wamenizungumza sana. Penye nimefikia mahali nitulie kidogo. Ninaomba kwamba usitulie kidogo. Endelea sana. Ongeza gei. Hatulii mtu. Hatulii mtu mahali. Eti kwa sababu mtu ameongea. Hatutulii, hatutanyamaza, tutaendelea kupaza sauti ya haki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tutamtukuza aliyeziumba mbingu na nchi. Amen. Na mpendwa, Mungu akikupa neema na pumzi na akakupa ufahamu wa neno lake, mshukuru na mtukuze. Mrudishie utukufu, mwambie Bwana, ninajua hata kama si sahihi, lakini ninajua siku ipo mambo yatakuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiruhusu watu wapime maisha yako kwa mazingira uliyomo sahihi. Watu wasiangalie breakfast uliyokula wakadhania hayo ndio maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wasiangalie mahali unapoishi wakapima na siku zijazo. Wewe si kile ulicho ndani leo hii. Wewe ni mbarikiwa. Na Biblia inasema kwamba blessed is the man. Bwana Yesu asifiwe. Blessed is the man who stands in righteousness. Umebarikiwa wewe unayesimamia haki. Unayesema dhambi iitwe dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Na unatangaza na unasema hili mnalolisema si la haki. Hii ni dhuluma hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wakikuona siku zote mahali popote, uwe unalala, wakupata umelala, wanasema huyu mnayemwona analala, akiamka hapa mambo yenu hata kubaliana na. Bwana Yesu asifiwe. Umelala lakini wamekuona umelala, wanasema huyu akiinuka hapa yale yote mmeongea mahali hapa atayakata. Kwa sababu unaisimamia haki. Na Kristo anataka watu watakaomtetea. Amen. Kristo anataka watu watakaoisimamia haki. Kristo anataka vile alivyokusaidia wewe umeokoka, anataka usaidie mtu mwingine atoke katika unyanyapaa wa hali za kimapepo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali Kristo anataka usaidie mtu, lakini huwezi msaidia hivi. Lazima uisimamie haki ndio yule mtu afunguliwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Utafungua vipi mtu katika vifungo? Lazima uijue haki ya yule mtu. Bwana Yesu asifiwe. Sijui ni mangapi ambayo unayapitia, na sijui ni mangapi nakabiliana nayo, lakini mimi ninajua mtu yeyote aliyeisimamia haki ana mambo anayapitia. Hauwezi sema, hauwezi ukaeleza, lakini yapo mambo watu wanaongea. Walimzungumza Kristo, wakamuongea mambo yote, wakamuita mwenda wazimu, wakasema huyu ni mlafi, wakasema huyu anakana watoza ushuru, huyu sijui anakana akina nani. Mwishowe alisema yote yamekwisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uliona Kristo amesimama mahali na mwenjo anapigana na mtu ngumi. Uliona Kristo ameita mtu kwenye kikao kwamba utaniona. Bwana Yesu asifiwe. Wakati anaponya hata yule mtu, wakamhoji yule mtu, wakamuuliza ni nani amefanya mambo haya? Wakasema wakapanga hila ya kumtafuta, kwa sababu kile alichokifanya amekifanya katika siku ya Sabato. Bwana Yesu asifiwe. Na ilifika mahali hata Kristo anasema hiki ninachokutendea usiambie mtu. Kwa sababu gani? Vita vilikuwa vimezidi, wanamwandama, na hakuna mahali ambapo Kristo alihudumia mtu akamfungua mtu na akasimama kukandamiza haki zake. Akasema kwa sababu umepokea kupona, ninataka eka 2 ya shamba. Bwana Yesu asifiwe. Mlisikia hayo? Bwana Yesu asifiwe. Wakati anamwambia yule mtu unataka kupona, akaanza mambo mengi, akamwambia acha mambo mengi bwana. Chukua godoro lako, fanya nini? Ondoka uende. Kwa sababu ni haki yako kupona. Amen. Haina haja mambo mengi, nimefika mimi mwenye haki. Ni haki yako kufanya nini? Kupona. Kwa hivyo chukua godoro, fanya nini? Endelea mbele. Nenda nyumbani. Wafanya nini hapa? Hapa si mahali pako. Bwana Yesu asifiwe. Haya si makao yako. Watu wamekuzoea hapa 38 years. Waje leo wakosa. Ninaomba Mungu akusaidie.
Mungu akutetee. Amen. Mungu akuajibikie. Amen. Na ninaomba hii neema iwe juu yako. Waliokuzoea kwenye mazingira fulani tuni washangae kukipambazuka. Wapate Bwana alikwambia, chukua godoro lako, ondoka. Kwa sababu amekukabidhi haki. Unatembea mbele. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanasema lazima wakasonge mbele, wakatoke katika hali ambazo wanakaa ndani. Lazima Bwana tufungue, Bwana tuweke huru. Haleluya, amen. Haleluya, Amen. Haleluya, Amen. Lazima tutoke mahali tulipo. Sema amen. Amen. Hata mtu anayedhania kwamba tutakaa kwenye mabati hivi siku zote, akae akijua tutakuwa na kanisa la AC. Baridi. Baridi. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen, pastor. Hey. Siku zaje. Na mimi nawaambia na haya maneno muyatilie maneno muende muiandike. Amen. Siku hiyo mtu asijesema nilienda kwa babu kutafuta irizi. Sina uhusiano na irizi, mifuko yangu hii ni midogo haiwezi beba irizi. Bwana asifiwe. Nitakuwa nimebarikiwa kwa sababu ninamtumikia Mungu wa haki. Na nitamtafuta huyu Mungu wa haki. Na nitahakikisha Bwana amenibariki. Bwana asifiwe. Nitahakikisha na sitadhulumu mtu wala sitapora mtu. Nitahakikisha kwa njia za haki. Nitatembea nikimngoja Bwana. Watu wameongea, watu wamesema, watu wameongea, halinisumbui, halinitatizi. Haleluya. Ninajua kule ninakoenda, na mimi ninajua siwezi nikalinganishwa na watu wengine. Tatizo ni wewe uanze kujilinganisha watu wengine. Tulifundishwa hapo siku na mtumishi wa Mungu. Wakati unaanza kujilinganisha na watu, hata na lile jukumu lako unafanya nini? Linatoka. Sasa hata wewe si ule mtu, hata umejisahau uko wapi? Maana huwezi lingana naye na lile jukumu la kwako umeliacha. Mpendwa, hakuna siku tutalingana, asikudanganye mtu. Kila mtu amepewa neema yake, amepewa viwango vyake. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Vile utakavyobarikiwa si vile nitakavyobarikiwa. Bwana asifiwe. Vile mama yetu atakavyobarikiwa si vile mimi nitakavyobarikiwa. Mungu ana mbinu nyingi. Kristo alikuwa anafika kwa kipofu, anamwambia wewe nenda katika birika la Siloamu fanya nini? Na mwingine anagusa macho yake hapo hapo, anaona. Bwana asifiwe. Tuko tofauti bwana. So usitarajie kubarikiwa vile ambavyo mwenzako anabarikiwa. Wacha kujilinganisha. Hilo ndio tatizo, unapoteza identity yako. Na unakosa kuitafuta haki ya Bwana. Bwana asifiwe. Wangapi wanasema lazima waitafute haki? Yaani mpendwa, ninataka usimame imara. Hata siri watu waongee ati tumekuona barabarani siku nyingi. Waambie mtaniona sana maana lori laje. Unaanza na ndio. Yaani si ati ukasirike upigie bibi wako simu umwambie unajua mimi hata nasikia mutsi zangu zimeharibika. Ati kuna mtu hata nikikusikia nitakukemea sana hiyo siku. Haleluya. Watu wakiongea waonyesha kwamba unaweza songa nao maili nyingine moja. Amen. Wakisema tumekuona barabarani sana, waambie mtaniona sana maana hata hili naona ninaliacha. Naenda kwa lile la juu, nitakuwa na waangalia juu kwa juu. Niko sana hapa. Niko sana. Siondoki. Maana namtumainia Bwana aliye hai. Haleluya. Usikate tamaa. Nataka uwe mtu jasiri, mtu anayesimamia haki. Mtu akija, aliyekuja jana akikuuliza, "Kwani bado uko na kale kapasa kenyoka anatembea akana gari?" Mwambie tuko na yeye sambamba hadi abarikiwe. Akuangalie kama mtu uliyechanganyikiwa. Bwana asifiwe. Maana mwingine aniulizwa, "Ule masaba ana gari kweli?" Ati wangu ana gari. Akamwambia, "Nikamwambia msaada. Mungu atanibariki." Amen. Ni mambo ya kawaida haya. Ni magurudumu tu nitapata hapa kwa duka tu. Ni vile sijafanya maamuzi ya kutembea kidogo. Amen. Nitayapata tu. Siku moja tutakuja nimepark mahali hapa. Na tena sitatoka haraka, nitatulia ndani, nimetoa nje mkono kama sambusa. Nimetulia mpaka ibada ianze. Amen. Nikitangaza mahali pale kwamba mimi sema amen. Haleluya. Hata miungu ya kule ya Watiriki ikajue ya kwamba mimi ni mbarikiwa.
Sema amen. Wakifikirie mimi ni mtu wa kufanya vimila, sipo kwenye vimila, niko hapa kusimamia haki na kutangaza Yesu ni Bwana. Utanisikia nikilitangaza hili neno usiku na mchana. Haleluya. Mpe Bwana sadaka nzuri ya makofi. Simama kwa miguu yako kwa jina la Yesu. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Nataka uinue mikono yako mbele za Bwana. Sijui ni wapi ambapo watu wamekuzungumza kwa ubaya. Sijui ni wapi ambapo watu wamekuongea na umefika mahali ambapo umeshindwa kuelewa kutakuwaje. Ni wakati wa kumwambia Bwana, Bwana, nitaisimamia haki yako. Nitasimama kwa ukweli, nitasimamia neno lako, na hata kama kutakuwa na shutuma, hata kama kutakuwa na kengele, hata kama kutakuwa na nini, kuna mambo mengi watu wanaongea, usiruhusu neno lolote likuvunje moyo, likukatishe tamaa. Inua mikono yako mbele za Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Inua mikono yako, mwambie Bwana, tunakuhitaji.